Bwana Yesu asifiwe. Ninawasalimu katika jina la Yesu Kristo, huku nikiwatakia neema, amani na baraka za Mwenyezi Mungu kuwa pamoja nanyi daima. Asante kwa uaminifu mnaoendelea kuonyesha katika kujifunza Biblia, maandiko matakatifu kwenye mwongozo wa kujifunza Biblia, lesoni ya shule ya Sabato. Tuko kwenye robo ya 4 mwaka 2025, robo ya mwisho ambayo tunajifunza mafundisho ya imani kutoka kwenye kitabu hiki cha Yoshua. Mpendwa mtazamaji na msikilizaji, kila mtu, hasa sana wazazi, wanajua ya kwamba watoto wao huwa wanajifunza kwa kuona mfano. Kwa hivi mtoto anajifunza kusema, kuiga kwa mzazi, anajifunza kutembea, kuiga kwa mzazi, anajifunza hata kuexperience ama kuonyesha hisia fulani fulani kupitia wale watu wazima ama wazazi ambao ana uzoefu wa kushinda pamoja na wao. Kwa hivi ni jambo la muhimu sana unapokuwa na watoto kuhakikisha kwamba unawapatia watu wazuri, ama wewe pia mzazi umekuwa mzuri kwamba aige hiyo tabia yako. Ndio nakumbuka tulipokuwa tunasoma, sijui ni majuzi hapa tu, nikauliza watoto, hivi wanafunzi, kati yenu ni nani ambaye anaweza kupenda tumuombe Mungu ili kwamba Mungu ambariki atakapozaa watoto, azae watoto wanaokuwa na tabia kama wanaoiga kwa mfano wake. Ilikuwa ni jambo la huzuni sana kuonyesha kwamba watoto wengi sana hawakuwa tayari kuwa na watoto ambao wanaiga tabia zao, kwa sababu wao wenyewe wanajijua kwamba ni wabaya. Mpendwa, katika Biblia imezungumza kuhusu watu wengi wanao tabia njema na wengine wanazo tabia mbaya. Kuna wale ambao wamejulikana kwa sababu ya tabia njema na wale ambao hawajajulikana. Nikikuuliza majina ya watu hawa, je, unaweza kuniambia ni akina nani? Umewahi kuyasikia katika Biblia? Akina Shamua, Shafati, Igali, Palti, Gadieli, Gadi, Amieli, Seturi, Nabi na Geuli. Je, unawajua kwa urahisi? Je, umekariri majina yao? Lakini kuna watu ambao umewajua kwa sababu ya tabia yao nzuri. Hao hujawajua kwa sababu ya tabia yao mbaya. Lakini kuna watu wengine ambao umewajua kwa sababu ya tabia yao nzuri. Ndio maana somo la 8 la leo linazungumzia kuhusu watu hodari wa imani, Yoshua na Kalebu. Hapo umejikumbuka kabisa, umejipata kwa huyo ambayo ni Yoshua na Kalebu. Wao unawajua. Kwa nini? Kwa sababu ya tabia yao njema. Kwa hivi katika juma hii tunakuja kujifunza kwa kina zaidi katika mifano binafsi ya watu hodari wa imani kwenye kitabu cha Yoshua, ambao si wengine tunakuwa Yoshua na Kalebu. Tutaangalia ni kitu gani kilichowafanya watokeze kwa namna tofauti kwenye kizazi chao na kuwa sehemu iliyo muhimu sana maishani mwa watu wa Mungu katika moja ya vipindi vizito sana katika historia ya Israeli, katika kutoka Misri kuelekea Kanaani, na hasa na wanapofika Kanaani. Basi tuwe na ombi. Baba mtukufu, asante kwa kuwa pamoja nasi. Tunakualika kwenye majifunzo haya, basi andaa mioyo yetu kuelewa ukweli huu na utufunze kuwa na tabia njema ambayo watu wakituona waige tabia njema, nasi pia tu watu wa kuiga tabia njema za wale watu wa imani, hasa sana kumuiga Yesu katika Kristo. Tunaomba, amina. Mpendwa mtazamaji na msikilizaji, tunazungumzia watu hodari wa imani na si wengine, kunakuwa hapa ni Yoshua na Kalebu. Yoshua na Kalebu ni watu ambao ni wa imani, ambao tunatakiwa kujifunza kwao kitu fulani katika safari yetu ya kiroho tunapojiandaa kuingia katika Kanaani ya mbinguni. Utakaoingia katika Kanaani ya mbinguni ni lazima uwe na tabia ambazo zinafanana kwa asilimia nyingi sana hiyo ya Kalebu na Yoshua. Utasema kwa nini? Ndio, sio kwamba walikuwa kamilifu, lakini walikuwa na sifa njema ambazo tunatakiwa kujifunza leo. Fungu la ukariri ni kwenye kitabu cha Waebrania sura ya 13 mstari wa 7. Waebrania 13:7, neno la Mungu linasema, wakumbukeni viongozi wenu, wale waliowaambia neno la Mungu. Fikiria matokeo ya njia yao ya kimaisha na uige imani yao. Bwana Yesu asifiwe. Kwenye fungu hili wanatualika kukumbuka viongozi wetu, wale waliotuambia neno la Mungu. Kwa hivi wale waliotuambia neno la Mungu, matendo yao mema waliokuwa nayo ni lazima tuyaige. Tufikirie kuhusu matokeo ya njia yao ya kimaisha na ni lazima tuyaige. Ni nani katika Biblia ambaye unaposoma maisha yake unaona sifa zake kabisa, ukiziiga itakusogeza karibu na Mungu zaidi? Unaweza kuweka jibu kwenye comment. Miongoni mwa watu wote waliokuwa na imani katika Biblia, ni nani ambaye anakuvutia zaidi, ambaye unaona sifa zake ukizishika kabisa, basi utakuwa umeenda karibu? Tunatakiwa kuwasoma watu wa Biblia wa imani na kuangalia maisha yao ilikuwaje. Kwa hivi pia fungu hili linajifunza, nasema hivi, wale watu wanaoniona, watoto ambao wanakuja baada yangu, wanapoiga tabia yangu, ni tabia gani ninayoiacha ambayo wakiiga itawasogeza karibu na Mungu? Ama pengine nimekuwa na tabia mbaya ambayo wakiiga sasa itawapeleka mbali na Mungu. Huo pia ni tabia gani ambayo watu wakiiga kwako kabisa taifa litakuwa limebarikiwa? Ama watu wakiwa kama wewe, je, taifa litakuwa limebarikiwa ama litakuwa limelaaniwa kabisa? Tuwaone hawa akina Yoshua na Kalebu, nini kilitokea kwao na tunatakiwa kujifunza nini? Elewa ya kwamba Yoshua na Kalebu ni mojawapo watu ambao walipitia changamoto huko Misri, waliteseka.
walikuwa miongoni waliona miujiza ya Mungu na pigo zote zilizopigwa huko Misri. Walikuwa miongoni mwa watu ambao walivuka bahari ya Shamu, bahari mto Yordani pia, na yale yote walikuwa wameona, walishuhudia mema na makuu ya Mungu. Ni watu ambao waliendelea kuwa waaminifu wakati kizazi kilichotoka Misri kilifanya dhambi na kuwa wakaidi, lakini wao wakachagua kwa hiari yao kumfuata Mungu iwezekanavyo. Tuanze kuzungumzia kidogo tu kuhusu uaminifu wao, hasa sana tuanze kwenye maisha ya Kalebu, tukiwa kwenye kitabu cha Yoshua 14:6-14. Hapo tuangalie Kalebu alikuwa ni nani na nafasi yake ilikuwa ni ipi katika watu wa Israeli. Jambo la kwanza ni kwamba tuelewe tafsiri ya jina la Kalebu linatokana kwenye Kiebrania ambalo linaweza kuwakilisha mbwa, okay? Mbwa, okay? Kaleb inatoka kwenye Kiebrania Keleb, ambayo maana yake ni mbwa, ambao wakati wote inaonekana kwenye Agano la Kale katika mkatadha hasi. Hata hivyo Kaleb linatumika kwenye sasa nyaraka zilizo nje ya zile za kibiblia pamoja na nyimbo kuelezea juu ya ujasiri, uthabiti na uaminifu wa mtumishi wa Bwana wake. Kwa hiyo tunapozingatia hili, tunaweza kuelewa kwamba Kaleb anaweza kuonekana kama mbwa machoni kwa watu fulani, lakini yeye alikuwa ni mwaminifu kwa jina lake, akidhihirisha katika maisha yake yote uaminifu usio yumba kwa bwana wake. Aliendelea kuwa mwaminifu wakati walitumwa na wapelelezi wengine 11 yake wa 12 wakaenda kupeleleza mji. Wengine walikuja wakakatisha wengine moyo, wakasema huko mahali tumetoka tumejikuta kama panzi, kwa hivyo hatutaweza. Lakini yeye Kalebu pamoja na Yoshua wakawatia watu nguvu. Hata watu wakasema hawa watu wanatakiwa tuwaue, lakini yeye aliendelea kuwa mwaminifu kwa Mungu. Ninachofurahia hapa ni kwamba Kalebu alikuwa akiwa mwenye umri mkubwa kati ya wale wapelelezi wawili walioleta taarifa chanya, akaongoza katika kuwasilisha uwezekano mwingine, mtazamo wa imani. Alikuwa radhi kunena kile alichojua ni sahihi licha ya upinzani. Hata katika hali ya kukabiliana na uwezekano wa kuuawa, aliendelea kuwa mwaminifu. Wakati wengine kwenye kitabu cha Hesabu 14:10, ona wengine wanasema kwa sababu amesema kwamba tu aendelee na Mungu atakuwa pamoja nao, wengine wakasema huyu mtu anastahili kuuawa. Fikiria mpendwa mtazamaji na msikilizaji, mahali ambapo watu wengi wanakamata hatua fulani, lakini wewe unakuwa kinyume na wao, unajihisi namna gani? Huu unafanya nini pale unapokuwa walio wengi wanaokuzunguka wana mtazamo tofauti, wenye mwelekeo kinyume na imani yako ya ndani kabisa? Pengine ni katika chuo, university, umesoma wewe ni Mwadventista Msabato, Mkristo peke yako, lakini wengine wote si wa Kristo na wana mtazamo tofauti na ya kwako. Unaleta wazo fulani, lakini wazo lao ni kinyume. Unajihisi namna gani? Je, unawafuata kwa sababu ni wamekuwa wengi, ama unasema nitangangania, nitashikilia imani hata kama mimi peke yangu? Unaishije mara unaposafiri unaenda katika nchi ya mbali, umetoka huku sijui Butembo umeenda Durba kuanza kazi commerce, na watu wengi wana tabia ambayo wanaoishi huko wanakuwa na tabia pengine ambayo si ya Kikristo, sio wote, lakini unajikuta katika mazingira ambayo imekuwa kinyume kabisa, lakini wewe Mkristo. Je, unashikilia imani? Kama Yoshua, tunatakiwa kuitetea imani hata kama tumeshimama peke yetu. Tujue hatuko peke yetu, Mungu yuko pamoja nasi. Tusiangalie umati wa watu sema wale walio wengi ndio wamekataa. Alikuwa yeye pamoja na Yoshua na Mungu akawashindalia kwa mwaminifu. Katika siku hizi za mwisho, mimi pamoja na wewe tunatakiwa kuwa waaminifu kwa Mungu. Alisimama imara kwa maoni yake hata wakati umati ulitaka kumpiga kwa mawe. Akasema, bora nife wakati imani yangu iko thabiti kwa Mungu. Huyo Yoshua huyo Kalebu ambaye alikuwa mwaminifu kwa Mungu katika vipindi vyote, alipoleta ripoti ambayo wengine hawakuitaka, kizazi hicho kikafariki, lakini yeye akabaki pamoja na Kalebu na Yoshua na sasa na wale waliozaliwa kizazi kipya katika jangwa, na wakaingia katika hiyo nchi. Walipofika huko, tunaona hapo swali lake analoliambia Joshua, anasema nipe nchi hii ya mlima, donne-moi cette montagne. Kitu ambacho nakifurahia kwenye somo hili ni kwamba neno la Mungu lilikuwa limesema katika kinywa cha Musa kwamba Mungu atampatia mahali ambapo miguu yake itakanyaga. Kwa hivi alikuwa anashikilia ahadi ya Mungu, alikuwa amefika tayari huko Kanaani, na akaja kwa Yoshua anasema, Yoshua, unipatie sehemu iliyo yangu. Mwandishi anasema hapa kwamba ahadi za Mungu hazijitimizi zenyewe, kwa maana kwamba zinatimiwa tu bila kujali nia zetu. Badala yake zinahitaji imani inayoambatana na vitendo thabiti. Bwana Yesu asifiwe. Huyu alikuja kulingana na Kalebu mwenyewe. Musa alikuwa amemwahidi ya kwamba mahali ambapo mguu wake utaingia ni pale ndipo atakamata. Na hapo kabisa aliona eneo ngumu, lakini akaichukua, akasema mnipatie eneo ngumu. Hakutafuta kitu cha rahisi wakati ulikuwa umefika wa kuendelea kuonyesha uaminifu wake kwa Mungu. Alikuwa na nguvu ambayo ni kilelezo, mfano ambao wengine wangaliiga kwake.
Unaposoma kwenye Yoshua 15:16 alipokuwa ameshinda huyo Kalebu, ameshinda hiyo eneo ambalo lilikuwa laki kwa haki, Kalebu sasa kafikiria urithi ambao angeacha nyuma. Swali lipo hapa, je, wazao wake wangeendelea kumtegemea Mungu kama yeye alivyomtegemea? Ni jambo la Mungu. Kuna mara mzazi anaweza kuwa mwaminifu kwa Mungu, lakini watoto wake, kuna watu wanasema, kwa nini watoto wa wachungaji wanakuwa na tabia mbaya? Kuna mara nyingine unapokuwa mchungaji unasema hivi, mtoto wangu atakapokomaa, je, ataendelea kufuata njia ambazo ninazifuata? Je, nimemuelekeza kabisa? Hapo ilikuwa ni swali la Yoshua la Kalebu, akasema, je, wazao wangu wataendelea kumtegemea Mungu kweli? Sasa alikuwa amethibitisha kwamba Mungu angeweza kuamini. Walikuwa wamemwambia watu tunatakiwa kumwamini Mungu, na imani yake ilionekana. Alitolewa ahadi anapokuwa na miaka 40, na kulikuwa umeisha miaka ingine 45 hivi, alikuwa na miaka 85, na akasema basi ahadi ya Mungu lazima itendeke, itimie, na hayo ilitimia. Alitaka sasa pia kupata mtu ambaye alikuwa na imani sawa na yake ili aweze kuwapitisha toshi. Akasema atakayeweza basi nitapatia binti yangu ambaye anaitwa Aksa. Na kwa hivi Aksa akamshawishi baba yake ili kwamba waendelee kufanya kazi zaidi. Kuna kukaja kukawa mtu ambaye anaitwa Othniel ambaye hakika alishinda, na wakampea huyo Aksa. Kwa hivi waliiga, kwa hiyo niseme waliiga kwa imani ambayo aliyokuwa nayo Kalebu. Binti wake alikuwa ameiga mfano bora kwa baba yake. Watoto wangu wanaiga tabia ya namna gani? Wewe pia unaiga tabia ya aina gani kwa wazazi wako? Mimi na wewe tunatakiwa tukuwa na tabia njema, imani kwa Mungu, unyenyekevu. Hivi tunaona hapa kwamba kisa hiki ni muhimu kwa sababu kwa mara nyingine tena kinadhihirisha ujasiri. Ilitakiwa kupatikane mtu wa ujasiri, mtu mwenye imani, mwenye utayari wa Kalebu wa kukabiliana na changamoto, na Othniel akawa hapo, na ambaye alikuwa ni mwamuzi wa kwanza wa Israeli. Kwa hivi tunachokifanya chochote kinaweza kuwaongezea watu imani wanaotuona ama kuwapotosha mbali na Yesu. Tunatakiwa kungangania. Fikiria huu ni kizazi kisijui unakuwa ni miongoni mwa watu wanaotawala leo, lakini baada yako kuna kizazi kipya kinachotawala. Unakiandaaje? Je, unajali tabia yao na kiroho yao? Kupitisha mwenge wa imani hadi kwenye kizazi kinachofuata ni jambo muhimu kwa ajili ya ukamilishwaji wa utume ambao Mungu ametukabidhi. Kama mchungaji leo, je, wale watoto ambao wako wanakomaa naona ndani yao kipawa cha uchungaji, na waelekeza namna gani? Ama sitaki wafaulu kama mimi ama kama wewe pengine. Watu wanakuaminia kama wewe ni mtu wa Mungu. Sasa wale watoto ambao wanakuja baada yako, unafanyaje kuhakikisha kwamba wao pia umefanya pass it on, okay? Umewapatia mamlaka pia kuendeleza kazi na kuhakikisha kwamba watakapoendeleza wataendeleza katika uwepo wa Mungu. Fikiria juu ya changamoto za kupitisha imani kwenda kwa kizazi kinachofuata kwa upande mmoja, na juu ya fursa kwa ajili ya vijana kupokea majukumu zaidi kwenye kazi ya Mungu kwa upande mwingine. Basi sijui ni kwenye makanisa, sijui kwenye mahali hata pa kazi, kuna watu ambao tunaita conflit de generation. Kwa hivi wale ambao wanakuwa na umri mkubwa, ambao tuwaite wa coach, wa mentor, waongozi ambao wangalitufunza ama kama sisi tungaliwafunza wengine, lakini tunawakasirikia. Huyu ni kijana, wao ndio wanaharibu kanisa. Nani kakwambia kwamba vijana ndio wanaharibu kanisa? Kwa hivi waelekeze vizuri. Ukiwaelekeza vizuri kupitia tabia yako, inaweza kuwaleta vizuri na wanaongoza kanisa jinsi inavyofaa. Wale walioanzisha kanisa, waliongoza kanisa walikuwa ni vijana tu, na wana nguvu ikiwa wataelekezwa vizuri. Sijui katika baraza ya kanisa mahali ulipo, siku za uchaguzi zinakaribia, ni wangapi ambao watasema basi wazee wametawala kwa muda, kwa siku, okay? Wazee wa makanisa. Kwa hivyo tuweke wazee wazee waamoni wakubwa zaidi wawe wawili, lakini pia tuongeze vijana wawili tuwaelekeze. Sio kupambana nao na tukiwafokea siku baada ya siku ya kwamba wao ndio wanaharibisha kanisa pasipo sisi kuwaelekeza. Tunatakiwa kuwaelekeza. Na sisi vijana sio tu kuwalaumu watu wazee pasipo sisi kuiga pia kwa tabia yao. Tunatakiwa kuiga tabia waliongoza kanisa namna gani, tuige. Yaliyo mema kwao ndio tuyaige. Nakifurahia hapa kabisa. Unapoenda unaona kwamba hao washujaa walikuwa ni washujaa wanyenyekevu kabisa sana. Hata nilikuwa nikisema kwamba tunatakiwa kujifunza kwa hawa. Tuzungumzie Yoshua ambaye ndiye akashimamia kugawanya hiyo nchi ya ahadi. Amepatia kila kabila kulingana na jinsi Mungu alikuwa amependekeza. Lakini sasa kwa mwisho, baada ya kupatia kila mtu, ni hapo ndipo sasa anakuwa wakati sasa amemaliza kugawanyia kila mtu sehemu yake. Wakati ulipofika sasa wa kudai eneo lake mwenyewe, alisubiri hadi makabila yote yapate urithi wao, na akachagua sehemu ambayo tunaweza kusema ni ya kudharauliwa. Sijui mimi ama wewe kama kiongozi, ninapowahudumia watu wengine, ni wao ndio wananihudumia ama ni mimi ndiye ninawahudumia? Nimeitwa mchungaji, ni mimi ninawachunga watu ama hizo kondoo ama hazo ndizo zinanichunga? Kwa kweli
Yesu alisema ukitaka kuwa mkubwa uwe mtumwa wa wengine, lakini imekuwa tofauti. Wanaotaka wale ambao wameitwa wachungaji wanatakiwa kulisha kondoo, lakini wametaka wahudumiwe. Sio tu wachungaji, hata kila mtu katika kazi, mahali ambapo Mungu amekutia, katika familia, sijui katika eneo lako la kazi, ikiwa umepata mamlaka ya kusimamia idara fulani ama kampuni fulani, Mungu anataka wewe ndio uwe mfanyakazi wa wale wengine ambao wako chini ya ulinzi wako. Angalia namna gani huyu alifanya. Kwanza kabisa alisubiri hadi kila mtu apokee sehemu yake. Jambo la pili, akachagua mojawapo kati ya maeneo yaliyokuwa na makazi mengi kwenye ile nchi. Alikuwa na uwezo wa kusema basi mimi nitatumika baadaye, unipatie inji nzuri, lakini hapana. Inji iliyo nzuri zilikuwa, miji zilizokuwa mizuri zilikuwepo, lakini akachagua hiyo ambayo ingaliki bado na kazi ya kufanya. Na hata hivyo alichagua iliyokuwa karibu na nyumba ya Mungu huko Shilo. Hii inaonyesha kwamba imani haipuuzii ukweli, inatoa tu pembe tofauti ya uelewa. Badala ya kulalamika, tumeitwa kuamini na kutii mipango ya Mungu. Kwa hivyo mpendwa, baraka zinakuja kwa wale wanaobaki kabisa katika Bwana, na maisha katika vipimo vyake vyote lazima yaishi kulingana na mipango iliyowekwa na Mungu. Inafaa kuishi karibu na Mungu huko tukifuata kile ambacho Mungu anatuambia. Ni mafundisho gani unayoweza kupata katika maisha ya Yoshua, hasa sana katika tendo hili anapoanza kuwaserviri wengine? La mwisho, tunatakiwa kuiga kwa Yesu Kristo ambaye ndiye mfano wetu mkuu wa kuiga. Basi tuige kwa Yesu Kristo, huko ulimwengu ikituita kwa upande huu, basi tukubali Roho Mtakatifu atuongoze, tuige tabia njema. Mungu akubariki. Asante Yesu Kristo kwa umetufunza kuiga tabia njema za wale wakuu wa imani, hasa sana kuiga tabia ya Yesu Kristo. Tufunze tuishi kama Yesu, ili wanaokuja nyuma yetu waige kitu kizuri kwetu, katika jina la Yesu Kristo, amina. Ndugu, usikose kusubscribe, like na kushare. Ukiwa na swali ama changamoto, weka kwenye comments.